Tutasoma. Tuliachia mstari wa 15 sura ya kwanza ya Waefeso. Mtasoma hapo, kisha tutaendelea katika jina la Yesu Kristo. Kwa hivyo niendelee na hii katika jina la Yesu. Mtasoma 15:16 Waefeso. Kwa sababu hiyo mimi nami tangu nilipopata habari za imani yenu katika Bwana Yesu na pendo lenu kwa watakatifu wote, siachi kutoa shukrani kwa ajili yenu, nikiwakumbuka katika sala zangu. Hapa ni Paulo mtume wa Mungu anazungumza na kanisa la Waefeso, na Roho Mtakatifu wa Bwana anazungumza nasi mchana wa leo, jioni ya leo na siku ya leo katika jina la Yesu. Anawaambia ya kwamba tangu niliposikia imani yenu, niliposikia muna imani kwake Yesu mwana wa Mungu, niliposikia muna imani kwake Yesu mwana wa Mungu, Paulo anamwambia kuna mambo ambayo nayafanya kwa ajili yenu, kwa ajili ya imani yenu, na ni mambo ambayo ningetaka na sisi tuyafuate. Unajua kwa sababu gani? Ili imani tulioamini Yesu Kristo Bwana iwe thabiti katika jina la Yesu. Na kitu cha pili, ili hiyo imani tulio nayo ndani ya Yesu Kristo Bwana izae matunda katika jina la Yesu Kristo. Haleluya. Kuna mambo ambayo tutayaangalia katika kitabu cha Waefeso ambayo tunastahili tuyafanye, ambayo Paulo aliyafanya kwa ajili ya kanisa la Waefeso, na ambayo pia kanisa la Waefeso lilifanya kwa ajili ya imani yao ndani ya Kristo Yesu. Na Paulo anasema siachi, tangu nisikie, siachi. Ni kitu gani ambacho Paulo alikuwa anafanya kwa kanisa la Waefeso? Ni kuwaombea. Kuna mambo ambayo Paulo alikuwa anawaombea yatendeke kwao katika jina la Yesu, ili imani yao iwe thabiti na ili imani yao iwe na matunda. Na ni haya mambo katika jina la Yesu mimi na wewe tunastahili kuomba yafanyike kwetu katika jina la Yesu, ili imani yetu iwe thabiti na ili imani yetu izae matunda katika jina la Yesu Kristo. Kwa sababu ya kule tumelelewa, na kwa sababu ya kule ambako tumetokea, na kwa sababu ya dini, imani yetu kwake Yesu Kristo, haleluya, yani it's very shallow. Iko very shallow. Imani yetu kwa Yesu Kristo iko very shallow. Kuna mambo mengi ambayo hatujui, kuna mambo mengi ambayo hatutafuti. It is very shallow. Mali ambapo tuliamini, tuliachia hapo pale tuliamini, na mara nyingi tukakuwa watu wa dini, imani ambayo is very shallow, haina matunda, haiko thabiti, ina yumba. Lakini haya mambo ambayo Paulo anasema anawaombea katika jina la Yesu Kristo kwa wale ambao walioamini kanisa la mitume. Haleluya. Hata hayo mambo na mimi pia najiombea, na naomba katika jina la Yesu ujiombee haya mambo tunayangalia sasa hivi katika jina la Yesu Kristo, ili baada ya kuamini Yesu Kristo Bwana kama Bwana na Mwokozi wako, uweze kwenda to the next level, to the next level. Biblia inasema utukufu. Walioamini wana utukufu tofauti. Tuliamini zote, hatuna uwezo kiasi kimoja, hatuna utukufu kiasi kimoja,
hatuna upako kiasi kimoja, hatuwezi tukatenda mambo kiasi kimoja. Inategemea unajua nini, umefikia wapi kwa imani yako. Kwa hivyo naomba katika jina la Yesu, kila mmoja aende to the next level, utoke mahali pale ambapo ulipo katika jina la Yesu. Imani yako iwe thabiti na imani yako iweze kuzaa matunda katika jina la Yesu. Ni mambo gani haya ambayo Paulo anasema akomi? Biblia inasema sikomi kuomba, na wewe usikome kuomba haya mambo. Anasema hivi mstari wa 17 ya kwamba Mungu ambaye ni Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo. Haya mambo yanatendwa na Mungu. Anaomba Mungu atende kwa kanisa la Wakorintho na la Waefeso, na tuombe Mungu ayatende kwetu. Nisikieni katika jina la Yesu. Haya mambo hayakuji moja kwa moja. Kuna mambo hata baada ya kuamini, kuna yale yanakuja moja kwa moja, na kuna mengine hayatakuja automatically. Lazima uyatafute kwa bidii ndiye uyapate katika jina la Yesu Kristo. Usipoyatafuta hautayapata, hayataonekana kwako. Kwa hivyo Paulo anasema haya mambo tunaomba Mungu ayatende, na Paulo anasema sikomi kuomba. Yangekuwa ni automatic, Paulo angaliomba Mungu ayatende, angewaandikia. Maana kuna mambo mengi anawaandikia, anawaambia na haya yawe kwenu, yako kwenu. Lakini haya anasema ni kuomba, ni kutamani, ni kutafuta katika jina la Yesu Kristo, ili imani yetu iwe thabiti, ili imani yetu iweze kukua na tuweze kuwa to the next level. Na mambo ambayo anaomba Mungu atendee kanisa la Waefeso, na yale ambayo naomba na sisi Mungu atutendee. Binasema kitu kimoja anawaombea, it's the spirit of wisdom. The spirit of wisdom. Na kitu cha pili, the spirit of knowledge of him. Roho ya hekima na roho ya ufahamu katika kumjua nani? Yesu Kristo. Kwa hivyo kumjua Yesu Kristo, kumfahamu Yesu Kristo ni kazi ya Mungu. Mungu ndiye ambaye anayetupatia roho ya hekima, roho ya ufunuo. Unaweza tunamjua Yesu kupitia maandiko, kupitia Roho Mtakatifu na mambo ambayo anayoyatenda maishani mwetu. Lakini niwaambie asubuhi ya leo, mchana wa leo na jioni ya leo, hata haya maandiko, pasipo roho wa hekima, pasipo roho kutoka kwa Mungu wa kumjua, anayetuwezesha tumjue Yesu, hatuwezi tukamjua Yesu Kristo. Ni watu wengi wamesoma theolojia, wanaitwa maprofesa, wanafundisha theolojia, ila hawamjui Yesu, hawamjui Kristo. Wanajua Biblia, hawamjui Yesu Kristo. Hakuna watu ambao walijua Biblia kama the scribes na Mafarisayo. Walijua Biblia, haleluya, walijua Biblia. Lakini Yesu alipokuja hawakumjua, hawakumfahamu. Aliyemjua ni wale ambao binasema walikuwa na roho wa Mungu, na roho wa Mungu akawafunulia. Mmoja aliitwa Zakaria, mwingine aliitwa Hana, mwingine ni Petero. Alipomwambia wewe ni Kristo Yesu, Yesu akamwambia, sikia Petero, nyama na mwili na akili zako asiwezi kukajua haya, ni Baba aliye juu mbinguni ndiye ambaye amekufunulia haya. Isipokuwa Mungu Baba afunulie mwanadamu Yesu mwana wa Mungu, mwanadamu hawezi akamjua Yesu Kristo Bwana, hawezi akamfahamu Yesu Kristo Bwana. Kwa hivyo unapoamini katika jina la Yesu
ni wewe umsii na umuombe Mungu katika jina la Yesu, roho wa hekima na roho wa ufahamu kumjua Yesu Kristo Bwana katika jina la Yesu. Haleluya. Umenisikia? Anasema niliposikia imani yenu kwake. Niliposikia imani yenu kwake, sikomi kuwaombea kwa Mungu Baba ya Yesu Kristo awapatie roho ya hekima na roho ya ufahamu katika kumjua yeye. Kwa hivyo kumjua yeye ni roho ambayo Mungu anayetupatia wa kumjua yeye. Hata tunaposoma maandiko yanatuelekeza kwa nani? Kwa Yesu. Hayatatuelekeza mahali pengine. Kwa hivyo ni juu yangu, ni juu yako uombe katika jina la Yesu, upewe roho ya hekima na roho ya kumfahamu yeye ambaye ni nani? Ni Yesu Kristo mwana wa Mungu katika jina la Yesu. Maana kumjua, kuamini kitu kimoja na kumjua uliyemwamini ni kitu kingine. Haikuji kwa akili na maarifa. Ni roho wa Bwana sawasawa na Biblia ambaye anayetupatia ufunuo wa Yesu mwana wa Mungu. Na Yesu anasema, sikizeni, nipungieni mkono. Haleluya. Mungu kupitia roho wa hekima, maarifa, kumjua yeye, anaposhuka tutamjua Yesu Kristo. Tutakapomjua Yesu Kristo, imani yetu itaongezeka kwa Yesu Kristo. Na Biblia inasema, naye Yesu anasema, tunapomjua Yesu Kristo, Mungu anatujulisha nani? Mungu anatujulisha nani, Pastor Morris? Yesu. Kwani umesahau? Mungu anatujulisha Yesu Kristo. Roho wake anatujulisha Yesu Kristo ni nani, anafanya nini. Tutaangalia mahali hapa. Alafu Yesu naye anatujulisha Mungu. Huwezi kumjua Mungu pasipo kumjua Yesu Kristo. Lakini yote ni kazi ya Mungu. Acha niwasomee hii kitabu cha Matthew 11:27 ili uweze kuelewa katika jina la Yesu, usije tukapotea. Matthew 11:27. Wanaona kama Pastor Morris ameanza kupotea. 11:27 inasema hivi: akasema, nimekabidhiwa vyote na Baba yangu, wala hakuna mjuaye mwana ila Baba, wala hakuna mjuaye Baba ila mwana, na yeyote ambaye mwana apenda kumfunulia. Kwa hivyo Mungu anamtufunulia Kristo. Tunamjua Kristo Yesu. Tunapomjua Kristo Yesu, tunamjua Mungu. Haleluya. Pasipo kumjua Yesu Kristo, huwezi kumjua Mungu. Asiyemjua Yesu Kristo na anasema anamjua Mungu, anadanganya. Haleluya. Bwana asifiwe. Kwa hivyo katika jina la Yesu naomba, na ili jambo ni wewe ukusudie. You must purpose. Wataka kumjua Yesu, wataka kumjua Kristo. It is not automatic. Ndio Paulo anasema, sikomi kuwaombea kwa Mungu Baba awape roho ya hekima na kumjua Yesu Kristo kwa ajili ya imani yenu kwake. Msiamini ambaye hamumjui. Haleluya. Unajua kwa nini ulimwengu na kanisa imechanganyikiwa? Ni kwa sababu tuna imani na yule tunayemwamini hatumjui, na usiyemjua hauwezi kumdhamini. Haleluya. Hatumdhamini Yesu Kristo maana hatumjui. Hatuna ufunuo wake, hatuna ufahamu wake wa rohoni. Haleluya. Hatujapata ufunuo kikamilifu Yesu ni nani. Hatuna ufahamu wake, na ndiposa leo mtu anaweza akabadilishana na akaacha Kristo na akaacha imani kwa sababu hajui Kristo. Wacha nisiingie hapo sana. Haleluya. Sema katika jina la Yesu.
Wabe maneno yako yana nguvu. Sema katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Kwa sauti. Sema katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Baba wa mbinguni, nipe roho ya hekima ya kumjua Yesu. Baba wa mbinguni, nipe roho ya ufahamu ya kumjua Yesu. Omba hilo ombi. Mungu, ni kazi ya Mungu akupe roho ya hekima ya kumjua Yesu katika jina la Yesu. Paulo anaendelea kuwaombea katika jina la Yesu. Jambo lingine anasema, ili that your eyes of understanding may be enlightened, macho yenu ya ufahamu yatiwe nuru. Nani anayetia haya macho nuru? Ni Mungu. Mungu ndiye anayetia macho yetu ya ufahamu nuru. Haleluya. Biblia inasema hivi, nipungieni mkono. Mungu wa ulimwengu huu amepopusha, ametia giza ufahamu wa wanadamu ili wasione nuru iliyomo katika Injili, tumaini lililomo katika Injili. Mungu Baba asipoondoa giza katika ufahamu wa mwanadamu, ni Mungu anayeondoa giza katika ufahamu wa mwanadamu. Na ndiposa wokovu ni kazi ya Mungu. Wokovu ni kazi ya Yesu. Wokovu ni kazi ya Roho Mtakatifu. Biblia inasema neema tumeokolewa, si kwa ajili ya matendo tumaini Bwana katika jina la Yesu. Ufahamu wako yametiwa giza, na kwa hivyo hilo giza hata lakini wewe unasikia vizuri, unasema amina. Napenda Morris anainua mkono anasema amina, anasema amina. Kwa sababu gani? Kwa sababu ufahamu wako, macho ya ufahamu wako wa kiroho umetiwa nuru. Unaweza ukaona, unaweza ukasikia kile ambacho wengine hawaoni, kile ambacho wengine hawasikii. Lakini hii ni kazi ya Roho Mtakatifu, hii ni kazi ya Mungu, na lazima wewe utafute, uombe na ushirikiane na Roho Mtakatifu wa Bwana katika jina la Yesu. Kwa hivyo Paulo anasema macho ya ufahamu, macho ya ufahamu. Kwa hivyo ufahamu una macho, utiwe nuru. Ufanywe nini? Utiwe nuru. Nani anayetia nuru? Ni Mungu. Kwa hivyo katika jina la Yesu, ambia Mungu unapoomba, macho ya ufahamu wako, the eyes of your understanding, let them be enlightened, yatiwe nuru katika jina la Yesu Kristo. Yasiwe na giza, yatiwe nuru. Bila sema yatiwe nuru kwa sababu gani? Kuna mambo ambayo Paulo anasema hapa, hili ujue, the hope of his calling. Haleluya. Kwa hivyo ili ujue ni tumaini gani ambalo limo katika mwito wake, mwito ambao Mungu amekuita, mwito ambao Mungu ametuita, wokovu ambao Mungu ametupatia. Tusipofunguliwa macho ya ufahamu, hatuwezi kujua ni tumaini gani. Na leo acha niwaulize swali, niwasimamishe ama tusimamishwe, tuulizwe tumaini la wito wetu ni gani? Haleluya. Ile siku nyingine wauliza, ni nani kikamilifu anaweza akasimama akika na akatetea imani yake? Haleluya. Biblia inasema tujibu kila swali tunaloulizwa kuhusiana na imani yetu. Biblia inasema contend for your faith. Lakini how will you contend, hallelujah, for your faith ambayo hauna ufahamu wa wito? The hope, kuna tumaini gani katika wokovu? Wewe uliokoka, hallelujah, usimamishwe, uambiwe uelezee tumaini la wokovu wako ni gani.
uulize kwa nini umekuja kanisani. Haleluya. Tuweke mambo ya mahitaji kama wende ikawa umekuja kwa sababu ya mahitaji. Lakini hebu nikuulize, kama umekuja kwa sababu ya mahitaji na umehombewa, mahitaji yameisha, utarudi kanisani tena? Hivyo ndivyo ilivyo katika makanisa mengi. Wengi wako mahali pale kwa sababu ya mahitaji, na mahitaji yakiisha hautaona kanisani tena. Haleluya, hautaona kanisani tena. Hao macho yao ya ufahamu bado yamo gizani. Hao ni watu ambao bado wamo gizani. Katika jina la Yesu na kusi, hata kama umekuja mahali hapa leo kwa ajili ya mahitaji, unataka Mungu akufanyie kitu, hiyo ni sawa sawa, lakini naomba katika jina la Yesu uende zaidi ya mahitaji katika jina la Yesu Kristo. Haleluya. Narudia tena, tuje kanisani kwa sababu ya zaidi ya mahitaji. Ni vizuri tuletee Mungu mahitaji yetu, maana mahitaji yanadhihirisha uwezo na nguvu za Mungu. Tusiwe kama lile kanisa la Yesu. Yesu alikuwa na kanisa very funny. Yesu alikuwa na kanisa very funny. Haleluya. Walikula mikate, na siku moja Yesu akawaambia, kuanzia leo sitawapa mikate, mtakula mwili wangu na mkunywe damu yangu. Mambo ya mikate hakuna. Biblia sema walienda wakabaki watu 72,000 na waliokuwa wanafuata Yesu. Kumbe walikuwa wanafuata Yesu maana wakiwa na njaa Yesu anawapa mikate. Haleluya. Kwa hivyo tumaini lako, Mungu akusaidie ujue ya kwamba uokovu ni zaidi ya mahitaji ya mwilini katika jina la Yesu Kristo. Uokovu ni zaidi ya kupata mke, uokovu ni zaidi ya kupata mume, uokovu ni zaidi ya kupata kazi, uokovu ni zaidi ya kuwa tajiri. Ni zaidi, maana kama uko hapo kwa sababu ya hayo mambo yaliyokukumba, ukiyapokea si utakwenda? Ama ukiyakosa, maana kuna kupokea na kuna kukosa, yote yako Pastor Morris. Haleluya. Kuna kupokea, kuna kupata. Kuna watu tunajua walikuja hapa maana walitaka waume, wakakosa waume, wakaenda. Haleluya. Labda wengine walitaka wake, wakakosa wake, wakaenda. Labda wengine walitaka uongozi, wakakosa uongozi, wakaenda. Labda wengine walitaka miujiza, wakakosa miujiza, ama wakapata, wakaenda. Yote yanawezekana. Haleluya. Lakini Paulo anasema ni macho yetu yafunguke, na macho ya kila mmoja katika jina la Yesu yafunguke, ili tujue tumaini katika uwito ni gani. Kuna tumaini gani katika uwito? Nini tunatumainia? Nini tunatarajia? Hii haikuji isipokuwa kwa ufunuo wa Mungu. Na hii ufunuo lazima utafute, wewe utafute kwa maombi na kutamani na kusoma Biblia. Roho wa Bwana atakusaidia, utajua na utaweza kusimama. Kitu cha pili, utajiri ulio katika utukufu wa urithi wake ndani pamoja na watakatifu. Biblia inasema utajiri wa nini? Wa utukufu wake ulio ndani ya urithi wake pamoja na watakatifu. Biblia inasema utukufu wa utajiri wake na urithi wake tujue. Haleluya. Utukufu wa Bwana, urithi wa Bwana ndani ya watakatifu. Mimi nitakuuliza leo, utasema namna gani? Huwezi sema isipokuwa Mungu akufunulie. Na ndiposa leo tuna Wakristo wa kifafa kanisani. Haleluya. Kuna mwimbaji anayeimba Ukristo wa kifafa. Leo umeanguka, kesho umesimama. Kesho kuto umeanguka, ile kesho nyingine umesimama. Leo uko kwa ibada, ile kesho nyingine uko kwa ibada. Mwezi ujao uko kwa ibada, ule mwezi mwingine uko kwa ibada. Bwana asifiwe. Haya mambo yanatupata sote, hata mimi uvunjika moyo. Haleluya. Lakini tutakapojua tumaini na utajiri ni nini ambacho kiko hapa, hatutakuwa Wakristo wa kifafa katika jina la Yesu. Lakini haya ni Mungu Baba anayesababisha, na ndiposa naomba katika jina la Yesu na damu takatifu yake Yesu mwana wa Mungu. Maana tusipojua tumaini la wokovu, tumaini la witu, utajiri ulio ndani ya urithi huu, katika jina la Yesu tutayumba yumba. Na ndiposa unaona watu wa kale walioelewa, ni tumaini gani? Ukiangalia, ukianzia na kina Abrahamu.
Abrahamu alipoambiwa toa Isaka, fanya hivi na hivi, alitii. Tuangalie manabii. Danieli alipoambiwa, Danieli, sikia wewe Danieli, tutakutupa katika tundu la simba usipoinamia sanamu. Lakini kwa sababu alijua tumaini lilomo ndani ya Mungu, uokovu, aliambia mfalme, hata kama Mungu hatatuokoa, yeye tusumbui, tutupe. Mimi nawaambia na sindanganya, sisi leo tujue Mungu atakuja, hatuwezi hatarisha. Ukijua ukitupwa utaliwa na simba, huwezi kubali. Nasema kesho tutaendelea na Mungu, wacha leo nipone simba. Mungu tutapatana tutapatana mbele wengi wasema God will understand me. God will understand. Kwa nini tunasema we compromise? God will understand me. Hatuna wafahamu uhakika tumaini la wokovu, hatujui wokovu ni nini, utajiri katika utukufu wake na urithi wa Mungu. Hawa walikuwa tayari kutupwa motoni, Shadraka, Meshaki na Abednego. Mitume walikuwa tayari kuchinjwa. Nani angekubali kuchinjwa? Let's be honest. Oso, ungekubali kukatwa kichwa na msumeno? Bwana asifiwe. Sote. Hiyo ni extreme hawa walienda. Lakini sisi mambo mandogo tu. Mtu amekwambia atakuacha, unaacha wokovu. Kazi hakuna, unaacha wokovu. Kuambia tu utafutwa. Manager amekwambia usipolala nami hakuna kazi. Nasema Mungu, acha nipate kazi, tutapatana mbele. Tutapatana mwezi ujao kwa fungu la 10. Bwana sifiwe. Na ndio sababu hatumuoni Mungu, hatuoni miujiza katika maisha yetu. Kama Danieli angalisema wacha niabudu, basi tutaonana na Mungu baadaye, Mungu angeabundiwa katika ufalme wa yule mfalme alikuwa Nebukadneza, angeabundiwa. Hawa vijana Mungu wao angeabudiwa, Nebukadneza angaliokoka. Tutaona kitu hapa katika jina la Yesu. Tunaendelea. Bwana asifiwe. Haleluya. Sema nyuma yangu, sema katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Macho yangu ya ufahamu yatiwe nuru na Roho wa Mungu. Macho yangu ya ufahamu yatiwe nuru na Roho wa Mungu, ili niweze kujua tumaini lililomo ndani ya wokovu, ndani ya imani, ndani ya Yesu, ili niweze kujua utajiri wa utukufu wake katika urithi pamoja na watakatifu. Haleluya. Ni kitu gani ambacho unarithi kwa wokovu? Tunaendelea mstari wa 18. Wacha nisome kwa Kiswahili. Waefeso kwa 19, si 18, 19. Tunamjua Yesu. 19 inasema, na ubora wa ukuu wa uweza wake ndani yetu tuaminiao. Napenda kizungusema the excellency of his greatness of his power toward us who believe. Exceedingly greatness. Oyo Kiswahili nasema ubora, but exceedingly si ubora, ni kuzindi. Yes, kuzindi kwa uweza wake kwetu toward us, wale ambao wanaoamini. Paulo anasema na waombea. Haleluya. Na hapa ndio kuna shinda kubwa.
tujue uweza wa Mungu kwetu, toward us, ambao Mungu ametupatia sisi ambao tulioamini. Bwana asifiwe. Nasema ambao unaofanya kazi ndani yetu, mighty power inayofanya kazi ndani yetu, uweza wake wa Mungu sisi tulioamini. Kwa hivyo Paulo anawaambia mumeamini, ni sawa. Mlioamini, kuna kitu kingine ningetaka mjue, uweza wa Mungu ambao unaotenda kazi kwenu nyinyi ambao mlioamini, tuaminiao jinsi ulivyo, kwa kadiri ya utendaji wa nguvu za uweza wake, according to his power. Hallelujah. Kwa hivyo ujue uweza na nguvu za Mungu katika jina la Yesu zilivyo sisi ambao tulioamini, mighty power. Kwa hivyo kwa sababu tuliamini tukaachia hapo, hakuna kitu kingine tunajua, hakuna kitu kingine tunatafuta kujua. Tuliamini tukaachia hapo, basi tuko hivyo, tunaishi hivyo. Lakini Paulo anasema kuna uweza katika jina la Yesu wa Mungu unaofanya kazi ndani mwetu. Na kwa sababu ya kutojua tuna uweza, ya kutojua tuna nguvu, tunaishi maisha ya kushindwa. Haleluya. Atuchukui hatua ifayo maishani. Tunaogopa kuchukua hatua kwa sababu tulipoamini tulikuja vile ambavyo, nipungieni mkono, tulikuja vile ambavyo tulivyokuja kule ambako tulitoka. Na ndio Paulo anawaambia mumeamini, lakini kuna kitu na waombea mupate kujua, Mungu apate kuadhirishia, Mungu apate kuwajalia. Maana Paulo alijua hawa watu hawa walikuja vile walivyokuja, wakamwamini Kristo Yesu. Kuna mambo hawajui, kuna mambo hawafahamu. Hawa watu walipitia kupigwa kwingi sana. Ulimwengu uliwapiga, ulimwengu uliwakandamisha, shetani aliwakandamisha, maisha yaliwakandamisha, hali za kimaisha ziliwakandamisha, uchawi na ukanga, kila kitu kiliwaweka chini. Waliishi maisha ya kushindwa, waliishi maisha ya kudhalalishwa, waliishi maisha ya kuonewa, waliishi maisha ya utumwa. Kwa hivyo walipokuja, mawazo ni yale yale, hawawezi wakachukua hatua ya kimaisha. Hawajui ya kwamba wanaweza wakafaulu, hawajui ya kwamba wanaweza wakafanikiwa, hawajui ya kwamba wanaweza wakanawiri, wanaweza wakaishi maisha tofauti na kule wametoka. Biblia inasema behold, you have become a new creation, ya kale yamepita. Lakini hawajui ya kale ya maisha, wanaishi maisha ya kule ambako wametoka. Haleluya. Nilikuwa naongea na mtu mmoja na akaniambia, mchungaji, mimi nakwambia ukweli, kule tumetoka sisi ni masikini sana, hakuna anayeweza kusaidia mwenzake. Kwa hivyo hiki tunaniambia haiwezekani. Haifanyi nini? Haiwezekani. Na leo ni wangapi kanisani wana maisha ambayo mawazo ya kwamba haiwezekani, wakaishi maisha tofauti, hawajui. Na ni Mungu atujalie tujue uweza wa Mungu utendao kazi ndani yetu. Sio sisi, sio sisi, sio wewe, ni uweza. Biblia inasema uweza wa Mungu ndani yetu utendao kazi ndani yetu. Uweza wa nani, Pastor Morris? Uweza wa Mungu. Kwa hivyo kule ulikotoka watu ni maskini kweli, lakini uweza wa Mungu unaweza ukakupa utajiri. Kule umetoka watu wanatenda dhambi, ni wenye dhambi kweli kweli, lakini wewe kwa uweza wa Mungu, uweza wa nani? Na wacheni waambie, pasipo uweza wa Mungu hauwezi ukashinda dhambi. Bila Roho Mtakatifu huwezi kabisa. Haleluya. Kwa hivyo lazima tufahamu, tujue tunao uwezo wa Mungu.
Biblia inasema na mawazo yenu yafanywe upya. Na mawazo yenu yafanywe upya. Na kufikiria kwetu kufanywe upya. Na mawazo yetu yafanywe upya. We can live a different life kutoka ile ambayo tuliishi duniani, kutoka kule ambako tumetoka, kutoka kwa watu wetu, kutoka kwa ukoo wetu, kutoka kwa Wakenya, katika jina la Yesu Kristo. Maana uwezo wa Mungu katika jina la Yesu utaendao kazi ndani yetu. Mahali wengine walishindwa, sisi tunaweza tukafanikiwa katika jina la Yesu. Mahali watu wanashindwa, katika jina la Yesu sisi tunaweza tukafanikiwa, na tutafanikiwa katika jina la Yesu. Maana kuna uweza wa Mungu, kuna nguvu za Mungu. Inasema zitendao kazi ndani mwetu sawa sawa na uweza wake. Inasema hapa uweza wa nani? Sawa sawa na uweza wa nani, Pastor Morris? Wa Mungu. Si uweza wetu. Sawa sawa na uweza wa nani? Wa Mungu. Si uwezo wako, sawa sawa na uwezo wa Mungu. Kwa hivyo katika jina la Yesu na damu takatifu yake Yesu mwana wa Mungu, tunaweza katika jina la Yesu. Kwa hivyo naomba katika jina la Yesu uchue una uwezo. Na nisikieni waambie, uweza wa Mungu hauonekani isipokuwa umechukua hatua. Usipochukua hatua, ukae hapo, uwezo wa Mungu hautaonekana. Ukitaka kuona uwezo katika biashara, enda biasharani. Ukitaka kuona uwezo katika injili, enda ukahubiri injili. Ukitaka kuona uwezo katika karama, anza kuombea wagonjwa. Ukitaka kuona uwezo wa kazi, enda ukatafute kazi katika jina la Yesu. Hauonekani ukiwa umeketi, ukiwa umejihurumia kama Gideon. Malaika anakuja anamwambia, "Hewe shujaa mkubwa." Gideon anashangaa, lakini huyu malaika ni malaika ama amechanganyikiwa? Anashangaa, anamuuliza, "Lakini wewe hujui mimi Gideon ndio wa mwisho, ukoo wetu ndio wa mwisho, nyumba ya babangu ndio ya mwisho, na mimi niko mapangoni, alafu unaniita shujaa?" Alimwambiaje? "Inuka na uo uweza." Hakuna kitu Gideon aliongezewa. Hakuna kitu utaongezewa. Bila sema walioamini, una uwezo, una nguvu za Mungu. Inuka katika uwezo katika jina la Yesu. Haleluya. Tuinuke katika huo uwezo. Na tuende tukiwa na imani. Tutafaulu, tutafanikiwa. Hivyo ndivyo ilivyo. Ni kujua, maana tayari himo ndani na kuinuka. Lakini ibilisi hataki ujue. Taukae hapo ukiwa unajihurumia, bila ulivyo maskini, bila uwezi, bila iwezekana, bila kuna mahali unaweza enda. Unakaa mahali hapo. Kuna watu wawili kule Mombasa nilijua. Nipungieni mkono. Haleluya. Nani analala? Ni Kuria? Oh, haleluya. Bwana asifiwe. Nilikuwa na watu wawili, Pastor Morris. Mmoja alilelewa kwa slums na mwingine alilelewa mahali si kwa slums. Na wote walikuwa wanakuja kanisa mahali fulani. Na nikajua rent wanalipa ni the same. Mmoja amekondisha kwa estate na mwingine amekondisha kwa slum, lakini rent ni the same. Amekondisha kwa slum ambapo si wengi napitia, na mwingine ako kwa inaitwaje, kwa estate, hata kama ilikuwa ya municipal, lakini ni estate na ilikuwa nzuri, sikuwa mbaya, lakini pesa ya rent ni the same. Kwa sababu gani? Huyu aliyelelewa kwa slums alijua maisha ya slum, hakujua maisha mengine, hakujua anaweza ishi mahali pazuri, alijidhalalisha akajua yeye ni mtu wa slum. Huyu mwingine aliishi huko, alijua huko mtu anaweza ishi maisha mazuri. Hapa ni nini? Ni kujua. Uwezo wa kifedha ulikuwa sawa. Uwezo wa kifedha ulikuwa, lakini shinda ni ufahamu. Kwa hivyo Mungu atupatie ufahamu, tujielewe, tujifahamu katika jina la Yesu. Hakuna kitu kingine kibaya maishani kama mwanadamu kutojielewa, kutojijua. Na Baba wa mbinguni katika jina la Yesu atusaidie katika jina la Yesu, tujielewe, tujifahamu sisi ni kina nani.
tujielewe, tujifahamu ni nini ambacho tunaweza tukatenda kupitia Mungu Baba. Na kuombea katika jina la Yesu, jielewe, jifahamu, kili upiganie hicho ambacho ulicho mpaka kiwe katika jina la Yesu. Ukiende ukipiganie mpaka kiwe katika jina la Yesu Kristo. Wafula niambia yeye ni injinia. Usikate tamaa, usivunjike moyo. Wewe ni tajiri, usikate tamaa, usivunjike moyo. Uwezo wa Mungu uko ndani mwako wa kukufanya kuwa tumaini la wito wetu katika jina la Yesu. Mimi naomba Mungu anisaidie nijielewe, nijijue mimi ni nani. Wewe ujielewe, ujue wewe ni nani. Utakapojielewa na kujijua wewe ni nani, kuna mambo utajinyima, kuna vitu ambavyo utafanya, kuna vitu ambavyo utaachana navyo. Kuna vitu utaachana navyo. Kuna mambo utaachana, maana hayalingani na wewe. Ni mambo mangapi tunayoyafanya lakini hayalingani na sisi, yako contrary to whom we are. Ni mambo gani tunafanya they are contrary to whom we are kabisa, yako kinyume. Malaika na mashetani wanashangaa, lakini huyu ana nini? Malaika wanasikia vibaya, mashetani wanashangilia. Nawaambia ukweli, malaika na Mungu wanasikia vibaya. Unafikiria Mungu alikuwa anafurahia Gideoni akikaa mapangoni? Mungu alikuwa asikii vizuri, alikuwa anasikia vibaya. Maana huyu anakaa mapangoni ndiye anastahili akomboe nyumba ya Mungu, ndiye anastahili akomboe Israeli. Wangapi leo katika jina la Yesu ni wakombozi wenyewe? Ni wakombozi. Pastor Morris, wangapi leo ni matajiri wa kuajiri watu, lakini wanatafuta kazi, wanatafuta vibarua. Sisemi usianzie na kibarua, usianzie na kazi, anzia mahali, lakini ujue unaelekea wapi katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu, Mungu atusaidie in the name of Jesus. Tujifahamu, tujielewe katika jina la Yesu. Mungu akusaidie ujifahamu, ujielewe. Kuna mambo utaachana nao, hata kuna watu utaachana nao. Narudia, kuna mambo utaachana nao, kuna watu ambao utaachana nao. Watu wanaokufanya usiwe kile ambacho ulicho, utaachana nao. Watu wakuvunja moyo, watu wakuonyesha wewe ni ovyo, watu wakuonyesha wewe hufai, watu hawana maono, hawana lolote, ni musene na vitu hasina maana. Utaachana nao katika jina la Yesu. Watu wa kuongea musene, watu wa masengenyo tu, utaachana nao. Watu wa kuvunja moyo, utaachana nao. Utaacha kuwasikiza katika jina la Yesu. Utakapojielewa, utakapojifahamu wewe ni nani, kuna watu utajitenga nao. Watu wa kuvuruta nyuma, wa kuvuruta chini. Hata Gideon, kuna watu ambao aliambia rundini, walifanywa mtihani, wakaenda kwa maji, kaambiwa wakunyweni maji. Wengine wakalamba, wengine wakachota. Wale wakulamba, shu. Haleluya. Kuna marafiki utaachana nao, kuna vikundi utaachana nazo katika jina la Yesu. Mungu atusaidie katika jina la Yesu. Tujielewe, tujifahamu sisi ni kina nani. Tutapojielewa, tutakapojifahamu sisi ni kina nani, hata ibada zenyewe hatutacheza na ibada. Leo kuna watu wako kanisani, lakini ukiwauliza watakwambia walichoka. Walifanya kazi wakachoka, wakaamua kupumzika. Maana hawajielewi, hawajifahamu. Katika jina la Yesu, Mungu atusaidie. Kati ya yote, tujielewe, tujifahamu sisi ni kina nani. Tujielewe, tujifahamu tunaweza tenda nini. Haleluya. Hakuna kitu kingine kizuri maishani kama ujasiri. Na ndio Mungu anaambia Joshua, nipungieni mkono. Na kitu ibilisi anataka ni akundunge kama mbaluni chu, alafu uishe puu, uishe kabisa njao, ukose nguvu. Kitu naambia shetani siku hizi, nimekataa kuvunjika moyo, nimekataa kuisha. Maana nataka hivyo akuonyeshe bila hauna kitu, bila una lolote, hakuna mahali utaenda, hakuna kitu unafanya maishani, hakuna kitu utapata. Wewe ni useless, wewe ni hovyo. Alafu unanywea
Kataa kunywea katika jina la Yesu. Sema amen. Sema nimekataa kunywea. Sema nimekataa kunywea. Lakini wewe sikataa kunywea usipojijua wewe ni nani. Kama ujijui, utakubaliana na shetani na vile watu na hali za kimaisha. Sitakupiga mpaka ufikirie kunywa dawa ya rati and rati. Haleluya. Bwana asifiwe. Katika jina la Yesu tunjielewe, tunjifahamu uwezo na nguvu za Mungu. Sisi ni nani? Tumaini la tuito letu, tajiri. Nini Mungu ametuitia katika jina la Yesu. Hali ya kisasa haitatuvunja moyo. Tutajua tunaenda wapi, tunaelekea wapi. Wale pastor wangu wa Mombasa alikuwa ananiambia, kule unaangalia ndiko kunajalisha. Bwana sifu, the direction you are facing. Si mahali pale huko leo. Ni kule unaenda. Hallelujah. Naweza kuwa leo mtu anaonekana ako sawa sawa, amenawiri sana, lakini kule anakoelekea ni kubaya. Mwingine anaweza kaa ameishiwa, amechanganyikiwa, kila kitu hakimu, lakini kule anaelekea ni kuzuri. Bwana asifiwe. Hallelujah. Naendelea kwa sababu ya wakati, nisikae hapo. Sema katika jina, sema katika jina la Yesu. Sema kutoka ndani ya moyo wako. Sema katika jina la Yesu. Baba wa mbinguni, anijalie nijue uwezo wake ulio ndani mwangu, katika jina la Yesu. Rudia tena. Sema Baba wa mbinguni, anijalie nijue uwezo wake ulio ndani mwangu. Mstari wa 20 unaelezea uwezo ni gani ulio ndani yetu. Mstari wa 20 unasema ni uwezo ambao ulimfufua Yesu Kristo kutoka mautini. Ni uwezo gani, Pastor Morris? Ulio ndani mwetu, unaofanya kazi ndani mwetu. Ni roho gani aliye ndani mwetu? Ni nguvu gani? Mimi nasema zilizomfufua Yesu Kristo kutoka mautini, baada ya siku 3 pasipo kuoza, pasipo kuliwa na mabuu. Baada ya siku 3, Yesu si kama Lazaro. Lazaro alioza. Uwezo na ufufuo hakuwa ndani ya Lazaro. Uwezo na ufufuo waliokuwa ndani ya Yesu ndio ambao ulimfufua Lazaro. Lakini Yesu mwenyewe, uwezo na ufufuo ulikuwa ndani yake. Na Biblia inasema huu uwezo na nguvu ambazo zilimfufua Yesu Kristo ndizo ambazo mbena ziko ndani yetu, ndizo ambazo zinatenda kazi. Tunaendelea. Biblia inasema zilizomfufua Yesu, na Biblia inasema na Mungu akamweka upande wa kuume wake. Haleluya. Juu mbinguni. Kwa hivyo uwezo wa ufufuo uliomfufua Yesu uko ndani yetu. Na ndiposa anasema fufueni wafu. Kwa sababu gani? Uwezo wa ufufuo uko ndani yetu. Ni bila hatuna imani. Pastor Morris, acha niwaambie, kuna mhubiri mmoja alifufua watu sana, anaitwa Indaosa. It is recorded. Ninajulikana Pastor Morris. Hii si vitimbi, si visanga, si sarakasi za wahubiri wa uongo wa siku hizi. Alisikia mhubiri akihubiri bila mimi nahubiri nikiwa kijana. Alisikia mhubiri nipungieni mkono. Alisikia mhubiri kwa kanisa tena katikati ya wiki akisema tumepewa uwezo na nguvu za kufufua wafu. Unaweza kufufua wafu. Na akaamini. Lakini akauliza mhubiri, lakini nakuuliza, wewe umeifufua mfu? Mhubiri akamwambia sijajaribu, lakini unaweza kufufua wewe. Akamuuliza hakika? Akamwambia siku za 70, miaka ya 70 Pastor Morris. Na siku miaka 70 watu wengi walikuwa akifa wapelekwi mochari siku zile. Na akachukua baiskeli akazunguka akiuliza, "Je, kuna mtu amekufa? Kuna mtu amekufa? Kuna mtu amekufa?" Akazunguka mji.
Na bahati nzuri akapata nyumba moja imefiliwa na msichana. Akaambiwa, kuna mtu amekufa hapa, wataka nini? Akasema, nataka kumfufua. Nawaambia ukweli, nataka kumfufua. Watu wakamcheka kweli kweli, lakini wakamkubali tu, akaona kijana na wazimu. Maana alikuwa kijana na baisikeli yake. Akaenda pale akasema, nataka kumfufua huyu. Kaambiwa, sawa, huyo mfufue. Akamwombea akufufuka. Akajua hapa nitapigwa. Akaenda akasoma Biblia, mahali Yesu alifufua. Biblia inasema akafukuza watu nje. Kwa hivyo na yeye akawaambia, tokeni nyote. Akarepeat kile Yesu alifanya. Akasikia msichana akasimama, akafufuka baada ya siku 2. Ukweli akafufuka. It is documented. Bwana asifiwe. Akapatia wazazi wake. Na kuanzia pale, kabla haja kufa, alifufua watu 14, moja akiwa mamake mzazi. Akiwa anahubiri London, akapigiwa simu akaambiwa, mamako amekufa. Akasema, haja kufa, Mungu hakuniambia amekufa. Kwa hivyo mwekeni kitandani mwangu hadi nitakapokuja. Kama ni sisi, tungefanya nini Pastor Morris? Tungeacha mkutano. Tungeachia mkutano hapo. Tuseme nimefiliwa, wacha nirudi Afrika. Alikaa siku 21. Ana wasiwasi, asumbuki. Akasema muwekeni. Sasa kile kilitia watu moyo, alipowekwa hakuosa, hakubadilika, alipokuwa kitandani mwake. Na alipokuja akamuinua, akampikia chai. Huyo indaosa alienda kuwa na Bwana, akaacha mamake akiwa hai. Haleluya. Nisikie. Hakuna kitu kiliongezeka. Aliposikia na ni muumini tunaweza kufufua, alienda. Huo uwezo na nguvu zilikuwa ndani mwake, lakini kwa sababu hakuchukua hatua, asikufanyiwa kazi. Tuna uwezo, tuna nguvu ambazo hatufanyii kazi. Hallelujah. Potential. We have a lot of potential. Hallelujah. Kuna nguvu mbili, kuna kinetic energy na ile nyingine ni potential. Sasa yetu ni potential. We need to make it kinetic. Wale walisoma physics, forcing action. Forcing emotion in action. Lakini yetu ni potential, tuko mahali pale. Inaosha na kama hakuchukua hatua Pastor Morris, angebaki na baisikeli yake kijijini akisurura pale. Mimi nawaambia, angebaki na baisikeli yake kijijini akisurura mtu wa baisikeli. Lakini aliaga akiwa na university mpaka wa leo imo. A university in John. University inaitwaje? Ya watoto, ya secondary na university mpaka wa leo imo. Lakini kama hakuchukua hatua, angebaki na baisikeli. Wangapi leo wamebaki? Tuko jinsi tulivyo. Hata mimi niko jinsi nilivyo. Sitaki kuchukua hatua, nina hofu, naogopa, sijiamini. Siamini kile na katika jina la Yesu. Kitu kimoja nataka kuanza. Hata ungana wawe tayari kuombea watu hospitali. Maana hiyo nduma naenda kuianza kuanzia next month. Ya kutembelea watu hospitalini nikiwaombea. Maana nimejua Mungu amenipa neema na karama ya uponyaji. Hiyo sina shaka. Kwa hivyo nitaifanyia kazi hospitalini. Na nitaanza kwenda, muona kama mchezo. Natafuta team next Sunday. Kama unajua unaweza fanya evangelism Saturday. Ukapatikana siku moja saa 7 on a Tuesday. Unione by Sunday. Saturday afternoon evangelism 1-to-1 kwa watu kuwahubiria. Tuesday hospitalini. Na siku moja tutaenda mochari. Na siku moja tutaenda mochari. Twende tukafufue wafu. Nyuma kama misaa. Kwa hivyo ukiungana na mimi siku moja, tawaambia leo tunaenda mochari. Na tutaenda hakika. Tuone yule amekufa fresh, si wale wameoza. Tuanze na wale wamekufa fresh.
Wao fresh wakifufuka sasa. Na tuanze na watoto, si watu wazee. Imani yetu itajengeka hapo. Unajua kuna mhubiri ako kule Mombasa alinifurahisha sana. Siku moja aliombea katoto kakafufuka. Siku nyingine akafa mtu mzima akamuombea kakataa kufufuka. Akaniambia mtu ambaye amepitisha miaka 20 sitaimuombea. Huyu ana dhambi nyingi sana. Alikuwa pande za Mishomoroni. Bwana asifiwe. Tutaanzia wale fresh. Hiyo kitu nitaifanya. Maana kama indaosha kweli, angebaki mtu wa baisikeli. Bwana asifiwe. Unajua kuna mtu alikufa mahali. Hata tulikuwa na John. Huyu John tulikuwa naye. Na huo usiku sikudanganya Pastor Morris. Maana kabla haja kufa, kuna mtu alitumwa akaambiwa niende nikamuombe. Tulipita John kumtafuta. Hatukwenda kumtafuta tumuombe. Tuliambiwa sio ameenda. Hatukupita. Na alipokufa siku ya mazishi, usiku huo Mungu akanisungumzia kabisa, enda muombe atafufuka. Na nikamwambia John, Mungu ananiambia nene ni muombe atafufuka. John akaniambia twende. Niko tayari twende na kupeleka pastor. Nitakupeleka. Kile kauliza, na nikienda katae kufufuka na vile watu ni wengi, nikaacha. Nikaacha. Nikamwambia John hapana, na niende watu wataniona mimi niko namna gani, nimechanganyikiwa. Sasa kwa anajiambia hama niende nijifanye naomboleza, nimwambie pole wewe inuka. Bwana asifiwe. Lakini sasa katika jina la Yesu, maana nimemuona Mungu. Haleluya. Nitaenda kwa imani kama indaosha. Aje ifufua mtu na ni kijana. Haleluya. Na kuanzia hiyo akawa raia wa Marekani, akawa na mali, akawa tajiri, na akawa mhubiri wa kimataifa, na akawa na mali. Hivi university yake mpaka leo iko, kanisa limo. Lakini kwa sababu hatuchukui hatua, tuko kijijini, tunakufia kijijini, tunakufia hii Kitengela, hatujulikani hata Kitengela. Si kwa sababu hatuna uwezo, hatuchukui hatua. Hata kijijini kwenu hujulikani. Ni hatua uchukui. Uwezo wa Mungu uko ndani mwako. Kwa hivyo nguvu zilizomfufua Yesu Kristo kutoka mautini ndizo ambazo zinafanya kazi katika jina la Yesu. Biblia inasema simtanifuatilia online Jumatano kwa sababu ya muda. Maana nimefika saa 7 na dakika 10. Munifuatilie tafadhali. Nitaendelea nayo mafundisho siku ya Jumatano. Si ndio Pastor Morris? Sababu ya muda na tuna mkutano wa viongozi. Wacheni tuachie hapo kwa sasa katika jina la Yesu. Haleluya. Lakini simama katika uwezo, simama katika nguvu katika jina la Yesu. Na kitu cha maana, tamani ujijue wewe ni nani. Na mimi nijijue mimi ni nani. Gideoni alipojijua yeye ni nani, alipojijua yeye ni malaika, alipompatia ufunuo kamwambia Gideoni shujaa mkubwa, na akajua yeye ni shujaa, alipiga madhabahu ya babake akaangusha. Hakuogopa. Akaenda vitani, hakuogopa. Lakini mwishowe akawa mtawala. Kwa sababu ya kutojua, kutojifahamu kile ambacho Mungu amekufanya, kile ambacho Mungu amekuwekea. Tunaishi yale maisha ambayo tunaishi katika jina la Yesu. Lakini tunaweza piga hatua. We can do exploit in the name of Jesus. Mimi nawaambia we can do exploit in the name of Jesus. Biblia inasema na watakao mjua Mungu wao siku za mwisho hizi. Kwa hiyo ngoja siku za mwisho zingine gani? Watakao mjua Mungu they do exploits. Tutamanini kumjua Mungu, tutamanini kumjua Kristo. Na ndio Paulo anasema alipomjua Yesu na uwezo wa ufufuo wake, haya mambo ya Ufarisayo niliona nitakataka.
likilinganisha na uzuri na ubora uliomo katika kumjua nani? Kristo Yesu. Tusimame katika jina la Yesu. Nimjue Yesu, umjue Yesu, na wewe pia unjijue. Kumjua Yesu ni kujijua. Yule kijana anasema naamini yeye atakuwa MP. It is possible. Inawezekana. Na Mungu akujalie siku moja katika jina la Yesu. Lakini ukienda huko usipokee white ama ni brown. Usipokee brown envelope. Simamia ukweli katika jina la Yesu. Tunueni mikono yetu. Baba yetu na Mungu wetu, katika jina la Yesu, uliyesiumba mbingu, uliyesiumba nchi, mtakatifu wa Israeli, katika jina la Yesu na damu mtakatifu yake Yesu mwana wa Mungu, ni asante Baba, ni asante Mungu kwa ajili ya mchana wa leo. Ni asante Baba, ni asante Mungu kwa ajili ya siku ya leo. Asante Mungu wetu, asante Baba yetu. Imeandikwa ya kwamba hakuna awezaye kuja kwake Yesu usipomvuta wewe Bwana. Ni wewe Baba yetu, ni wewe Mungu wetu, kutokana na upendo wako, kutokana na rehema zako, katika jina la Yesu, ambazo Bwana zimetuleta kwa Yesu. Mungu uliyetupenda, uliyetuchagua Bwana hata kabla misingi ya ulimwengu yawekwa. Ewe Baba yetu, ewe Mungu wetu, katika jina la Yesu na damu mtakatifu yake Yesu mwana wa Mungu, tujalie Bwana, tunaomba tujalie Bwana, tupe roho ya hekima, tupe roho Bwana ya kumjua Yesu. Macho yetu ya ndani yafunguke Bwana, macho yetu ya ufahamu yafunguke Bwana, tujue Bwana katika jina la Yesu tumaini ambalo limo katika wito wetu. Tujue Bwana katika jina la Yesu utajiri Bwana wa urithi wako Bwana, katika jina la Yesu na damu mtakatifu yake Yesu mwana wa Mungu. Ninaomba Bwana, ninaomba Mungu katika jina la Yesu na damu mtakatifu yake Yesu mwana wa Mungu, tujue uwezo wako Bwana utendao kazi ndani yetu Bwana, katika jina la Yesu. Uwezo ambao Bwana ulimfufua Yesu Kristo kutoka mautini. Huo uwezo Bwana, huyo Roho Mtakatifu aliyemfufua Yesu kutoka mautini, ndiye Roho ambaye Bwana, ndio uwezo ambao tulio nao Bwana, katika jina la Yesu. Na leo Baba yetu, katika jina la Yesu, kwa uwezo huo Bwana, kwa Roho Mtakatifu aliyemfufua Yesu kutoka mautini, vitu vyote ambavyo vimekufa Bwana katika maisha yetu, katika jina la Yesu, kuanzia leo Bwana vipate ufufuo katika jina la Yesu. Tumaini ambazo zimekufa Bwana, katika jina la Yesu, hizo tumaini Bwana zipate ufufuo katika jina la Yesu. Ndoto ambazo zimekufa, hizo ndoto Bwana kuanzia leo Bwana zifufuke Bwana, katika jina la Yesu. Hawa watu Bwana walikuwa na ndoto nyingi Bwana, shakuwa watu wakuu, shakuwa wafanyi biashara, shakuwa wahubiri Bwana, shakufika mbali Mungu, lakini kwa sababu ya kule walitoka Bwana, kile walipitia Bwana, kile shetani alifanya, ndoto nyingi Bwana na maono mengi Mungu yalikufa Bwana. Lakini Baba wa mbinguni, katika jina la Yesu, kwa kuwa tuna roho wa ufufuo, tuna uwezo wa ufufuo Baba, naomba siku ya leo hizo ndoto za masomo sifufuke tena Bwana, hizo ndoto za biashara, hayo maono yafufuke Bwana, hayo ya kuhubiri Bwana, hayo ya kwenda ng'ambo. Mungu ninaomba kila ndoto ifufuke kwa uwezo Bwana uliyemfufua Yesu Kristo Bwana kutoka mautini Mungu, katika jina la Yesu. Baba, kufinyiliwa kote kwa yule ibilisi kuanzia leo Bwana kufike mwisho Mungu, kufike kikomo Bwana, katika jina la Yesu. Kufike mwisho Bwana, kufike kikomo Bwana, katika jina la Yesu. Baba, naomba siku ya leo kila maisha ambayo yamekaliwa Bwana, kila maisha ambayo yamefinyiliwa Bwana, kila hatima ambazo zimefinyiliwa Bwana,
kila karama ambayo imefinyiliwa Mungu, chochote ambacho kimefinyiliwa Bwana na yule ibilisi mwovu, kimekaliwa Bwana na yule ibilisi mwovu, ninaomba Bwana, ninaomba Yawe, katika jina la Yesu, kipate uwisho Bwana, kipate uwisho Bwana, kipate uwisho Bwana. Hizo hatima Bwana zipate uwisho Mungu, iliyonyaushwa Bwana, katika jina la Yesu. Maisha yaliyonyaushwa, hatima zilizonyaushwa, maono yaliyonyaushwa, karama zilizonyaushwa, huduma iliyonyaushwa, washirika walionyaushwa na maroho ya kunyausha Bwana, na maroho ya giza na uchawi na uganga na lahana na mizimu, maisha ambayo Bwana yamekaliwa Bwana, yapate uwisho tena, yapate uwisho tena. Baba, naomba Mungu wa mbinguni, Baba wa mbinguni, Mungu wa ufufuo, Roho Mtakatifu wa ufufuo, uliyemfufua Yesu, uwezo wako wa ufufuo, Baba wa mbinguni, uishao maisha Bwana ambayo yamekaliwa, ambayo yamekandamishwa, hizo biashara Bwana, hizo hatima Bwana, hayo mahono Bwana, hayo maisha Bwana, yapate uvivio Mungu, huo utajiri Bwana, huo ukuu ambao Baba ninaomba mchana wa leo Bwana, katika jina la Yesu, kila ukuu Bwana, kila ukuu Mungu, kila ukuu ambao uko ndani mwetu Bwana, kila ukuu ambao umeweka ndani mwetu, kila ukuu ambao umeweka mahali hapa, kila ukuu ambao Bwana umeweka Mungu wa mbinguni katika maisha ya watu hawa, Baba wa mbinguni, ukuu ambao umeweka ndani mwao, na Baba umekaliwa, na Baba umekaliwa, umekandamishwa Bwana, katika jina la Yesu, huo ukuu kuanzia leo upate uwisho Bwana, hayo maisha Bwana yapate uwisho Bwana, yapate uwisho Bwana, katika jina la Yesu, yapate uwisho Bwana, yapate uwisho Bwana, yapate uwisho Bwana, katika jina la Yesu, na damu takatifu yake Yesu mwana Mungu. Baba ninaomba kila mmoja Bwana, huo ukuu Bwana, kutokana na uwezo wako uliomfufua Yesu kutoka mautini Bwana, ukuu wa biashara Bwana, ukuu wa kampuni Mungu, ukuu wa kuhubiri Injili, ukuu wa kifedha Bwana, hata wa uongozi Mungu. Baba ninaomba walio mahali hapa Bwana na wasio mahali hapa, lakini ni wa nyumba hii, wanaosikia neno hili Mungu, wanaosikia mahubiri haya, ukuu wao Bwana, katika jina la Yesu, uliyekaliwa Bwana kama vile Gideoni, Baba wa mbinguni, kuanzia siku ya leo uinuke, uinuke Bwana, huo ukuu uinuke, huo ukuu uinuke Bwana, hayo maisha yainuke, hayo maisha yainuke, hiyo hatima inuke Bwana, huo wito uinuke Mungu. Ewe Baba wa mbinguni, uliyemfufua Yesu kutoka mautini, ewe Roho Mtakatifu uliyemfufua Yesu kutoka mautini, huo utajiri Bwana uinuke Mungu, uinuke Bwana, uinuke Mungu, katika jina la Yesu, uinuke Bwana, vyote vilivyokalia na viondoke Bwana, uchawi uondoke, uganga uondoke, lahana ziondoke, misemo na kuzimu, kutojua Bwana, hata pia kutojua, ujinga na upumbavu utuondokee Bwana, vyote ambavyo Mungu vinazuia Bwana, katika jina la Yesu. Baba ninaomba huo ukuu Bwana Mungu, ninaomba kila mmoja Bwana ulichomuumba kuwa nawe hicho Bwana, kwa uwezo wako Baba, hiyo neema ishuke, hiyo neema ishuke Bwana, hiyo neema ishuke Bwana. Tupe roho ya ujasiri, roho wa ujasiri Bwana, roho wa ujasiri Bwana, roho wa imani ambaye ni roho wa ujasiri Mungu. Ulimwambia Joshua ya kwamba hawe jasiri, asiogope Bwana. Roho ya uoga Bwana, roho ya ujinga Bwana, kituondoke Mungu. Roho ya upumbavu Bwana, roho ya kupuuza Bwana, kituondoke Bwana. Kila roho ya shetani, kila roho ya kufinyiliwa, mawazo ya kishetani, mawazo ya kipepo, yatuondoke Bwana, ya kilahana yatuondoke Bwana. Tujitambue Bwana kile umefanya kwetu, kile tunaweza fanya, na tuinuke Bwana, na tuinuke Bwana. Njia zifunguke Bwana, milango ifunguke. Hawa watu Bwana wawe wakuu Mungu, katika biashara wawe wakuu Bwana, katika huduma, katika siasa, kila mahali Bwana, katika masomo wawe wakuu Bwana, wawe wakuu Bwana. Kila maisha yaliyokandamishwa Baba wa mbinguni yainuke Bwana, katika jina la Yesu na damu takatifu yake Yesu mwana Mungu. Hayo maisha Bwana, hiyo hatima Mungu inuke Bwana. Kanisa hili liinuke, kanisa hili liinuke, katika jina la Yesu na damu takatifu yake Yesu mwana Mungu. Ni asante Bwana, ni asante Yesu, katika jina la Yesu tunaomba na tunaamini, amen. Hayo ni maombi
ya kuomba kwa binti chako. Maisha aliyokaliwa, chochote kimekaliwa, ukuu uliokaliwa, kama vile Mungu aishivyo kwa uwezo uliomfufua Yesu, uinuke. Na intercessors, tuombeeni hilo jambo wiki. Kila mmoja aombe ukuu wako uliyekaliwa, uliokandamishwa, maisha aliyokandamishwa, unduma, Mungu aichipue katika jina la Yesu. Mungu aichipue John, Mungu aichipue. Uinuke, uwe na ujasiri na tuelekee kule ambako Mungu anatutaka katika jina la Yesu. Maria, naishi Roho wa Bwana amenisukuma kutoka asubuhi, saa hizi nikiomba nikuombee. Njoo. Kuna maisha yako